Wadada Center, nilichojifunza ni upendo, kuwa na nidhamu kazini na mapishi. Unasema ulivyokuja ulikuwaje na ulivyofika hapa nini kilibadilika? Mimi nilivyotoka nyumbani, sio kwamba nilikuwa sijui, kwa mfano mapishi, sio kwamba nilikuwa sijui kupika vitu vyote. Kuna baadhi nilikuwa sijui, vingine nilikuwa sijui, vingine nilikuwa najua. Lakini nilivyofika kwa bosi wangu, akaa nikipika chakula asipokipenda ananielekeza. Kwa sasa hivi najua kupika baadhi ya vyakula, napika vizuri. Na kuhusu nidhamu, mimi mwanzoni nilikuwa nikielekezwa kitu, nilikuwa kimfano bosi akinielekeza, nilikuwa akinifokea kama nimekosea nilikuwa nalia. Lakini sasa hivi nimejifunza, akinielekeza namsikiliza, nafanya vile anavyotaka. Ndio nilichojifunza. Kwa hiyo kulia kumeisha? Silii sasa hivi. Kwa nini ulikuwa unalia? Kwa nini ulikuwa unalia? Namkumbuka mama. Kwa nini ulikuwa unalia? Kwa unawaza nini? Hamna. Nimetoka tu nyumbani nilipotoka tu nyumbani nilikuwa na stress zangu. Kwa hiyo nilivyoenda kule kwa bosi akinielekeza kitu, naona kama ananifokea, najisikia vibaya, nalia. Kwa stress ziliisha lini? Ameacha kufoka au umeelewa kwamba uko kazini, ukikosea ukirekebishwa ni sawa? Nimeelewa kwamba nipo kazini, nikikosea nikirekebishwa nisikilize, nitekeleze majukumu yangu, kwamba nipo kazini, sipo nyumbani. Wadada Center. Mimi nilimaliza mkataba wangu mwaka huu. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Nilitoka kule kwa bosi wangu, nilichojifunza ni kwamba nilijua vitu vingi, na nilipofika hapa pia naendelea kujifunza, na hapa pia najifundisha kupika na vitu vingine pia. Tuambie ulichojifunza, kitu gani umejifunza? Umemaliza mkataba huko hapa umerudi tena, ni kitu gani umejifunza tayari? Kule nimejifunza kwanza kufanya usafi vizuri. Najua kufanya usafi vizuri, najua kupangilia kazi zangu vizuri. Najua kupanga pia majukumu yangu vizuri. Kwa hiyo nilivyomaliza mkataba ndio nikarudi hapa ili nipate kazi. Okay, kufanya usafi vizuri ndio kupi huko? Kufanya usafi vizuri, yani napangilia yani majukumu yangu, yani ratiba, yani kupika hivyo yani. Tumeanza na usafi. Umesema unafanya usafi vizuri. Ndio. Si ndio? Na unapangia majukumu. Mimi nataka unaposema unafanya usafi vizuri wengine wasikie una maana gani? Kwa sababu kila mtu hapa kumiza anafanya usafi vizuri atasema ndio. Lakini kufanya usafi vizuri ni kupi? Kufanya usafi vizuri ni kwamba nafanya usafi yani ile usafi unafanya yani bila kujitegea, yani bila kusema kwamba yani kwani ile kufanya usafi kwa uvivu yani kama unaonewa yani ile. Kwa hiyo unafanya usafi kwa moyo, yani unafanya vizuri vitu vyako. Bosi wako alishakuja akakusifia umefanya usafi vizuri? Ndio. Okay, alikwambia kitu gani umefanya vizuri? Aliniambia kwamba unajua kufanya usafi. Aliniambia kwamba unajua kufanya usafi. Akukwambia kitu gani umefanya vizuri kwenye usafi ulivyofanya usafi? Aliniambia kwanza najua kufanya usafi vizuri, yani mazingira naweka safi. Twende kwenye mazingira. Maana gani mazingira? Mazingira labda tuseme kwanza kulikuwa na bustani pale via garden. Kwa hiyo ile garden kuna kipande nilipewa nifanye usafi. Kwa hiyo pale nilikuwa nafanyia usafi na katia maua na twende kwa kwenye usafi wa garden ulikuwa unakata maua alafu
na mwagilia na kule ndani hivi na deki vizuri, naosha vyombo, yani naweka vitu vyangu sawa kwa usawa kabisa. Jamani, mmemsikia? Fanya usafi vizuri. Wengine akila inabidi ndio waulize vizuri, maana wakisema tu vizuri vizuri maana yake nini? Vizuri haina maana yoyote, lazima aielezee. Haya, kumbe kuwa kuna bustani, ana deki vizuri, anafanya usafi. Haya, kwa hiyo hicho ndio kikubwa umejifunza? Ndio, nimejifunza hivyo, na pia nilivyorudi huko nimekuja hapa naona mapishi watu wanapika vizuri, yani ambavyo kule nilikuwa sipikagi hivyo, yani kwa sababu kule nilikuwa naishi na watu wazima, unapika vyakula fulani hivi, yani vya watu wazima vile. Ndio. Hamna chumvi, hamna manini, madikodiko kidogo, ndio mafuta manini. Kwa hiyo nilivyokuja hapa kweli kabisa na nashukuru, najifunza na nazidi kujifunza zaidi. Kwa hiyo sasa hivi kwako wewe tukikupangia tusitegemee malalamiko ya usafi wala mapishi, si kabisa? Iko vizuri. Haya, hongera. Asante. Haya, Sugagelo.